A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi wetu popote pale mlipo duniani, kwa majina naitwa Alhaji Dr. Sule, ni muhadhiri wa dini ya Kiislamu. Natumia fursa hii kwanza kuwakaribisha wapenzi wa dini popote mlipo duniani, nikiwa kama mwenyeji wa mdahalo mkubwa unaokwenda kufanyika tarehe 16 na tarehe 17 ya mwezi huu wa 12 majira ya saa 2 asubuhi hadi saa 7 za mchana katika ukumbi wa Sabasaba uliopo katika viwanja vya maonesho Sabasaba pale maeneo ya Mtoni, wilaya ya Temeke, katika jiji la Dar es Salaam. Mdahalo ambao unakwenda baina yangu na mgeni wangu kutoka nchini Kenya, Pastor Ndacha, ambaye leo walilahi alhamdu tarehe 14 ya mwezi wa 12 2023 siku ya Alhamis ameingia rasmi katika jiji la Dar es Salaam akitokea Nairobi, na hivi ninavyosema niko naye kushoto kwangu hapa ili kuonesha kwamba jambo hili ni sahihi, uhakika na kweli lipo, na tunakwenda kufanya mdahalo mkubwa kabisa utakaofanyika kwa muda wa siku 2 mfululizo. Mpenzi mtazamaji, katika mdahalo huu tutakwenda kujadili mada 2. Panapo uhai na majaliwa, katika mdahalo huu tutakwenda kujadili mada 2. Mada ya kwanza ambayo tutaijadili siku ya Jumamosi itakuwa ni Biblia na Qur'ani, kipi kitabu kitakatifu cha Mwenyezi Mungu. Tunakwenda kubadilishana mawazo katika engo hiyo, kwenda kuwafundisha jamii ili wapate kujua kwa mujibu wa maandiko matakatifu ya Mwenyezi Mungu, kati ya Biblia na Qur'ani kipi kitabu kitakatifu cha Mwenyezi Mungu. Hii ni mada ambayo tunatarajia kuifanya siku ya Jumamosi, ambako Pastor Ndacha ataitetea Biblia na mimi Alhaji Dr. Sule nitaitetea Qur'ani. Halafu tutatoa fursa ya maswali kwa pande zetu zote mbili, lakini pia kwa wasikilizaji wetu mliopo pale, ili mpate kutuhoji maswali na kujifunza katika zile maudhui ambazo tunakwenda kuzizungumza, tunakwenda kuizungumza katika siku hiyo panapo uhai na majaliwa. Nitumie fursa hii kukuomba wewe mtazamaji wetu na mfuatiliaji wa mambo ya imani popote ulipo duniani, kwamba jambo hili ni jambo kubwa sana, ni jambo la aina yake. Kubwa tu naloweza kulisema, mdahalo huu ni mdahalo wa kielimu. Mdahalo huu ni mdahalo wa kielimu, ni mdahalo ambao unakwenda kuwa tofauti na midahalo uliyowahi kuisikia. Kuna baadhi ya watu wanasema Ndacha mbishi, hakubaliki. Mimi sitaki kuamini hilo. Mimi naamini principle zikifuatwa na yeye atafuata principle za midahalo. Na mimi natamani kuona elimu katika kujadili mambo ya imani. Kwa hiyo na imani Pastor Ndacha na Alhaji Dr. Sule kwa mara ya kwanza wanakwenda kufanya kitu cha aina yake, wanakwenda kutoa elimu ya aina yake ili jamii ipate kujifunza ukweli juu ya mafundisho matakatifu ya Mwenyezi Mungu. Na tunakwenda kuizungumza mada ya kwanza, mada inayokwenda kuzungumzia Biblia na Qur'ani, kipi kitabu kitakatifu cha Mwenyezi Mungu kwa mujibu wa maandiko matakatifu. Katika mdahalo huu hakutakuwa na kejeli, hakutakuwa na matusi, hakutakuwa na dharau, hakutakuwa na maneno ya kashfa. Mdahalo huu utabeba mafundisho ya kielimu. Ndacha anapaswa kusimama kwenye maandiko matakatifu, Sule anapaswa kusimama kwenye maandiko matakatifu. Hoja zitautawala mdahalo, jamii ipate kusoma ukweli uko wapi kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Na mimi niseme tu, nimejipanga vya kutosha kumkaribisha mgeni wangu katika nchi ya Tanzania. Pastor Ndacha, kwanza nitumie fursa hii kusema karibu sana Tanzania. Karibu sana katika mdahalo wa kielimu. Mimi natamani kuona mdahalo wa aina yake. Mwenyezi Mungu amejalia, tulipanga tukutane Nairobi. Mwenyezi Mungu hakujalia kwa sababu ya vurugu zile za maandamano, lakini walilahi alhamdu
ametupangia kukutana Tanzania. Natumai watu watakwenda kupata elimu, hawatakwenda kusubiri malumbano, ubishi, matusi, maneno yasiokuwa na maana. Mimi natamani watu wakapate elimu. Na muahidi Mwenyezi Mungu na nakuahidi mtaalamu mwenzangu katika mambo haya midahalo, nitakwenda kusimamia pointi za kielimu. Na nakuomba na wewe tumia fursa hiyo kusimamia pointi za kielimu, na mwisho wa siku Mwenyezi Mungu atampambanua yupi amefanya nini na yupi amefanya nini. Kwa hiyo karibu sana katika mdahalo, karibu sana Tanzania, kila kitu kinakwenda sawa. Lakini pia jambo kubwa ambalo nimefurahi ni lile la wadau wetu, baada ya kuona kwamba mdahalo huu na kiingilio na watu wengine hawana uwezo wa kugharamia, wameamua kujitolea kununua kadi zile zilizobaki zote na kuhakikisha kwamba kadi hizi sasa wapewe wasio na uwezo lakini wanatamani kuingia katika mdahalo. Lakini kubwa zaidi ninalofurahi ni wadau wetu kuamua tupate ukumbi mkubwa zaidi kuliko tulioutarajia sisi. Si tulipanga watu 500, lakini wenzetu wameamua kulipia ukumbi mkubwa zaidi ili kuhakikisha kwamba hata wale ambao hawana kadi wanaweza kushiriki, na ikiwezekana na wao waingie ili kushiriki katika mdahalo huu. Kwa hiyo nitumie fursa hii pia kukueleza mtazamaji wetu kwamba mtu yoyote anaruhusiwa kushiriki tarehe 16 na tarehe 17 mwezi huu wa 12 saa 2 asubuhi hadi saa 7 mchana. Hiyo nafasi sasa imekuwa free. Kwa hiyo ziko zile kadi ambazo zishanunuliwa, hizi zitapelekwa kwa baadhi ya watu ambao watapatiwa, na wewe ambaye hutapata kadi huzuiwi wala hufungwi kuja kwenye mdahalo huu, na wewe pia unaweza kushiriki, kwa sababu baadhi ya wafadhili wetu kutoka kwa Waislamu na Wakristo wamekubaliana kwa upande mmoja kila mmoja tuongeze idadi ya watu kuingia katika mdahalo huu, na walillah alhamdu wameweza kulipia ukumbi mwingine kwa gharama nyingine kubwa zaidi ili kuhakikisha watu wanaingia wengi zaidi na watu wanashiriki kwa wingi zaidi katika mdahalo huu. Kwa hiyo niseme tu ninawakaribisha wa Tanzania, wa Kenya, wa South Africa, wako rafiki zetu kutoka South Africa, Burundi, Rwanda, Kongo, Kenya, Uganda, walillah alhamdu Rwanda. Mnakuja katika jambo hili, jambo limekamilika na maandalizi yako sawa. Na kuthibitisha hilo, leo niko na Pastor Ndacha hapa tayari kuelekea katika mdahalo wa kielimu. Mada ya kwanza nimeitaja Qur'an na Biblia, kipi kitabu kitakatifu cha Mwenyezi Mungu, ambayo mada hii itazungumzwa siku ya Ijumaa mosi ya tarehe 16. Tarehe 17 siku ya Jumapili tutakuwa na mada ya je, Uislamu na Ukristo, ipi dini ya haki mbele ya Mungu kwa mujibu wa maandiko matakatifu. Kwa hiyo itakuwa mada ya pili na itajadiliwa siku ya Jumapili ya tarehe 17 mwezi wa 12 2023 biidhnillahi taala. Ni matumaini yangu kwamba mtazamaji na msikilizaji wetu utaungana nasi. Lakini kwenye video hii chini pale utaona bango ikionyesha ni TV gani zitakuwa live katika tukio hili. Bango litaonyesha pale chini online TV gani zitakuwa live katika tukio hili kubwa na la aina yake biidhnillahi taala. Tumezichagua televisheni 6. Mungu akipenda hizo zitakuwa live na watu wataona live kupitia mdahalo huu kwa wale wanaoishi nje ya nchi ya Tanzania. Baada ya kusema haya, nitumie fursa hii kumkaribisha mgeni wangu Pastor Ndacha. Karibu sana Dar es Salaam, karibu sana, useme chochote na watazamaji wetu na uambie umejiandaaje. Jiandae kweli? Yaani jiandae, ukifahamu siala unakwenda kuliangusha kanisa. Katika hili sina mchezo, jiandae. Yaani jiandae. Kama mimi sina mashaka, mimi tayari nimeshajiandaa, nasubiri tu siku na wakati ufike twende tukafanye mambo makubwa ambayo jamii itakwenda kushuhudia katika ulimwengu huu wa kiroho. Karibu sana. Asante sana Dr. Sule. Kabla sijasema lolote, ningetaka niweze kutoa salamu kwanza kwa ndugu zangu katika imani, niweze kutangulia nao. Niseme amani ya Bwana wetu Yesu Kristo pamoja na rehema na baraka zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo ziweze kuwa pamoja nanyi.
na wale ambao hawajabahatika ama sio Wakristo, pia nitawatolea salamu. Amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Mimi naitwa mwalimu ama mhadhiri wa Kikristo Francis Dasha. Nimetoka katika ardhi ya Kenya, na nimetoka katika ardhi ya Kenya kwa mwaliko ambao ulikubalika na mwalimu ama mhadhiri wa Kiislamu Dr. Sule, na muda wa kufanya mdahalo huo umekaribia, kwa sababu tarehe 16 na tarehe 17 iko hapa mbele yetu. Kwa hivyo nikaona ni vizuri niweze kufika mapema ili tuweze kuwa na mazungumzo kwanza inayohusiana na mkutano, maana wakati wa sasa ni wakati wa kufanya mikutano yenye ustaarabu, mikutano ambaye inaweza kukaliwa na watu walio na akili zao wakasikiliza, mikutano isiyo na marubano, mikutano ambaye ni ya hoja. Kwa hivyo sababu ya kuja mapema ilikuwa tuweze kukaa kikao kwa ajili ya kuzungumza namna ambavyo tutakavyofanya mkutano ulio mbele yetu. Kile ambacho nataka nikuhakikishie mwalimu wa Kiislamu ama mhadhiri wa Kiislamu Dr. Sule, mimi nakuhakikishia bila shaka yoyote, mimi nimejipanga kwa hoja. Kwa hivyo kama hujajipanga kwa hoja, nakupa siku hizi 2 zilizo mbele usilale. Lakini kwa sababu umesema umejipanga, basi tutafika pale kinyaganyiro, lakini kinyaganyiro kitakuwa ni hoja. Vitabu tutaziweka kwa meza, alafu tujenge hoja zetu, watu wafuatilie na watu wataweza kubainisha mahali kuna ukweli na mahali hakuna ukweli. Ningetaka kusema kwamba napenda sana Biblia, na ndio nimejikakamua kabisa na nimejitayarisha kwa ajili ya kuitetea Biblia. Na ndani ya hiyo Biblia inasema leteni maneno yenu, leteni hoja zenu. Ni kitabu cha Isaya 41:21. Kwa hivyo hoja ambazo Biblia inasema leteni, tumekuja ili tusikie hoja zenu mnazozitumia kwa ajili ya kupinga Ukristo na kwa ajili ya kupinga Biblia. Kwa hivyo tuko tayari na tumejitayarisha. Kitu kingine ni ya kwamba ninatoa shukrani zangu kwa waliojitolea kwa kuwagharamikia. Ilikuwa bado ni mzigo mzito kwangu, maana watu wengi walikuwa wanalalamika kwangu, kwa nini kuna kiingilio na sisi hatuna namna ya kuingia? Lakini kwa sababu kuna watu ambao wana mapenzi na maneno ya Mungu na wamebarikiwa kihela, natoa shukrani kwao, wale ambao wameweza kuwasimamia wale. Kwa hivyo pale watu watakuja kwa wingi kwa ajili ya kusikiliza mdahalo utakao kuwa unaendelea. Natumai ya kwamba Wakristo pamoja na Waislamu sio mara ya kwanza kusikiliza midahalo, lakini natumai ya kwamba kwa picha ninayoiona kwa sasa na mazungumzo tulio nayo na Dr. Sule, naona huu mkutano utakuwa ni mkutano wa aina yake. Ni mkutano ambao si wa kukosa. Huu ni mkutano wa kila Mkristo na kila Muislamu kuhudhuria akiwa na lengo la kujifundisha, sio lengo la kuonyesha shabiki ni nani, lakini lengo la elimu, kwa sababu tutatoa elimu ya vitabu. Unaposikia kwamba nimejipanga, usidhani nimejipanga na vitu hivi hivi. Nimejipanga na hoja za vitabu. Kwa hivyo kuja usikilize hoja nilizo nazo, usikilize hoja alizo nazo Dr. Sule, baadaye utabainisha ni wapi kuna ukweli. Kwa hivyo mimi nina mtandao wangu ambao huwa nautumia kwenda live, unaitwa Biblia Nuru ya Dunia. Pia utakuwa hewani moja kwa moja kwa ajili ya wale ambao hawataweza kufika Tanzania, watafuata wakiwa katika pande 4 za dunia hii. Kwa hivyo mimi Sule ninakuhakikishia kwamba nitafanya mkutano mzuri, mkutano wa hoja, na ninatumai ya kwamba pia wewe utafanya hivyo hivyo kama ulivyoahidi. Kwa hivyo sitakuwa na maneno mengi, ninawaalika wote waweze kuhudhuria mkutano, na ninatumai ya kwamba mkutano utafanikiwa na utakuwa mkutano wa faida kwa kila mtu. Asante. Asante sana, maandalizi mema ya mkutano. Nimefurahi kusikia una hoja za kutosha, na mimi nadhani nina hoja za kutosha. Kwa hiyo
jamii duniani itarajie kupata kitu ambacho haijawahi kukutana nacho kabisa. Waone aina ya mikutano tunayokwenda kufanya iwe mfano akina Ahmed Deedat, akina Dr. Zakir Naik. Tunatamani kuona mikutano ya namna hiyo kabisa. Midahalo namna hiyo. Hatutamani kuona midahalo ambayo mwisho wa siku mtu anaondoka katika mdahalo hana alichojifunza zaidi ya kuondoka na chuki. Kwa hiyo naitumia fursa hii kukushukuru. Karibu sana Tanzania. Maandalizi mema. Karibu sana. Asante. Haya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Ndugu zangu wapenzi watukufu wa Islam na wasio wa Islam, kupitia channel zetu hizi ambazo zinarusha matangazo haya kwa ajili ya tukio kubwa ambalo tunaliendea siku ya tarehe 16 na tarehe 17, ikiwa na maana ya Jumamosi na Jumapili inayokuja. Ndugu zangu, kama mlivyoweza kuwaona miamba miwili, yupo Dr. Sule Seif Sule ambaye mmemsikia hapo, lakini akiwa na mgeni wake Pastor Ndacha kutoka katika ardhi ya Kenya. Ni yale ambao mmeweza kuyasikia ndio yameshafikia. Masiku yameisha, tuna siku chache. Kwa hiyo tunawaomba wapenzi watazamaji ambao mnatazama katika media zetu hizi muweze kujua kwamba tukio tayari limeshakaribia. Kwa hiyo tunawaomba watu wote Waislamu na wasio Waislamu muweze kuhudhuria katika tukio kubwa sana la mkutano mkubwa wa kimataifa ambao ni mkutano wa kielimu, ni mdahalo wa kielimu baina ya Dr. Sule pamoja na Pastor Ndacha. Kwa hiyo kama mlivyoweza kusikia kwamba wapo watu ambao wamejitoa kwa ajili ya kuweza kulipia kadi ambazo zimebaki. Kwa hiyo tunaomba Waislamu na wasio Waislamu muweze kuhudhuria kwa wingi, kwa sababu wapo ambao wamejitolea kufadhili mkutano huu kwa maana ya kuzinunua zile kadi zote. Kwa hiyo tunawaomba muwahi mapema ili tuweze kushiriki kwa pamoja kuanzia saa 1 asubuhi. Mkutano utaanza saa 2 mpaka saa 7 mchana. Kuanzia au mpaka saa 9 mchana. Kwa hiyo hapa naye mwenzangu katika upande wa Wakristo ambaye ndio Jafari Masawe ambaye yupo upande wa Ndacha, na mimi ni kiongozi kama katibu wa maandalizi ya mkutano huo. Na sasa nimkaribishe naye aseme kitu katika kuwahamasisha watu kwa ajili ya kuendea mkutano huu ambao uko mbele yetu. Naam, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaikum kwa upande wa Islam. Kama mlivyosikia walimu wetu mchungaji Francis Ndasha pamoja na mwalimu wa upande wa Kiislamu Dr. Seif Sule walichokisema na kukibainisha kwamba yale ambayo tunawaambia yalikuwa ni kweli na wasaa umetimia. Mwenzangu amebainisha hapo kwamba wasaa umefika au ile saa imefika, ambayo ni siku ya Jumamosi tarehe 16 na siku ya Jumapili tarehe 17 kuanzia saa 2 kamili mpaka saa 9. Basi tutaenda kusikiliza mdahalo mkubwa, mdahalo wa kielimu kama ulivyobainishwa na walimu wetu Seif pamoja na Francis Ndasha. Kwa hiyo kwa upande wa Kristo bila shaka tumeongea mambo mengi kwa upande wenu kupitia social media pamoja na channel ya Biblia Nuru ya Dunia na ile ya Jeff Masawe. Tumeongea habari hizi na wengi sana ambao walikuwa wanatamani kuja lakini walikuwa wameshindwa kwa sababu moja nyingine hasa ya kifedha. Lakini kwa neema ya Mwenyezi Mungu tumepata ukumbi mwingine mkubwa kulingana na wafadhili wetu. Huo ukumbi unaweza kuchukua watu zaidi ya 1000. Zaidi 1000, lakini viti tunavyo 500 tu kulingana zile kadi au kipindi kile tulikuwa tunahamasisha kwamba tuna viti 500 ambao ilikuwa ni uwezo wetu. Kwa hiyo kama unahitaji kiti sasa nje hivyo 500 ambao vimeshafadhiliwa, itakubidi ujilipie mwenyewe kiti nje viti 500. Yaani ununue kadi kwa shilingi 20,000 basi utaandaliwa kiti, ila kwa siku hii tu ya Alhamisi leo na kesho. Hiyo itakuwa ni nafasi yako ya kuweza kuwasiliana nasi. Nafikiri mwalimu utatoa namba ya simu. Na kwa upande wa Kristo namba yangu ya simu kama ukihitaji kiti au ukihitaji pia kufadhili mkutano huu tena zaidi, maana nafasi ipo kubwa na tuna haja pia ya kuboresha zaidi kwa muda uliobakia. Kwa hiyo utachukua namba hii 0757 0757 72 25 57 0757 72 25 57. Hii ni M-Pesa na jina ni Jafari Masawe. Jafari Masawe. Usipige namba nyingine zaidi ya hiyo kama ni Mkristo. Hata kama ni Muislamu unaweza kupiga ili nikuelekeze katika sehemu husika. Ukipiga nje namba hiyo basi utakuwa umepoteza location ya huu mkutano.
utakuwa umepoteza nafasi yako kwenye mkutano, na ukienda ukachanga pesa nje ya namba ambayo atatoa Mbogo au ile ya Dr. Sule au ile ya Pastor Ndacha au yangu mimi, basi utakuwa utatambulika. Kwa hiyo tuone sisi hapa kama tunavyobainisha, na utakuwa kufika kwako. Na eneo ni lipi? Eneo ni viwanja vya Sabasaba. Viwanja vya Sabasaba PTA, njia ya Kilwa Road, na eneo ambao ukumbi ambao uko pale ukiingia ndani tu ni hapo getini upande wa kushoto, unaitwa Selu Tent. Selu Tent. Hapo utakuwa umefika, na ingawa tutaweka utaratibu wa kuwapokea hasa wale wote ambao wamelipia kadi zao mwanzoni, msio na wasiwasi, nafasi zenu zipo, zimeandaliwa pale mbele. Na wale ambao washalipiwa, ziko chache ambazo zimebakia, ambazo zimelipiwa, nyinyi kuwahi kwenu asubuhi ndio kupata kiti. Kwa hiyo ukichelewa basi utalazimika kutafutia kiti kama nilivyosema mwenyewe, lakini utakuwa umekilipia, na uanze sasa hivi kuwasiliana nami au kuwasiliana na Ustaz Mbogo, utakuwa umepata maelekezo yote ya kutosha. Kwa hiyo Mungu awabariki, na nawatakia neema na afya njema na fanaka, ili muweze kufika katika mdahalo wa kipekee wa kielimu ambao je kutokea katika nchi hii ya Tanzania na East Africa kwa ujumla. Mungu awabariki. Naam, kama mlivyoweza kumsikia upande wa Ndacha ambaye ni Jafar Masawe alivyotoa maelekezo. Pia anatoa maelekezo kwa Waislamu kwamba zipo kadi chache ambazo zimebaki, ambazo unaweza ukazipata kuanzia leo na kesho, ambao utakapolipia kadi hii utaweza kuwa na uhakika wa kukalia kiti ili kuondoa usumbufu. Kwa hiyo namba yetu ya kutuma pesa ni ile ile ambayo ni 0710 400 300. Namba yetu ya kutuma pesa kwa ajili ya kuilipia kadi ni 0710 400 300, ambao jina hapo la usajili utakuta ni Sefu Sule. Utakuta jina hapo ni Sefu Sule. Lakini baada ya kutuma pesa yako, pia unaweza ukanihakikishia kwa namba yangu ya WhatsApp ambao ni 0714849463. Namba yangu ya WhatsApp, ili kuhakiki kwamba umetuma kule, unipe ripoti ili uweze kufahamu. Kwa namba yangu ya WhatsApp 0714849463. Kifupi shehe, Naam. Mtu akituma pesa ya kadi, kwa wale ambao watakosa vitu 500, Naam, aandike jina lake kwenye message hizi namba kwamba ni fulani fulani, kama ni Tomaso Matayo au Salimu Muhamedi, utaandika jina lako kwamba nimetuma kiasi fulani cha pesa, ili tuweze kupeleka katika roster, ili ukifika pale mlangoni kuna watu wa roster wanakusoma. Unasema mimi jina langu ni fulani, maana wengine pia tuweze kuwapa kadi yuko Kibaha, yuko Bagamoyo, si yuko Mbagala, muda umekuwa mchache. Kwa hiyo utalipia kadi yako, utaikuta wapi? Mlangoni, nje ya wale 500 ambao walimu wetu ambao wameshabainisha kuhusu swala hilo, tuweze kurudia tena. Kwa hiyo ndio hivyo, nafikiri kuna kurekebisha hapo, uweze kuweka sawa hiyo. Ni kweli. Kwa hiyo tunaomba tu kwamba wale ambao watatuma pesa pia utaandika na jina lako. Na ndio maana nimetoa namba ya uhakiki 0714849463. Hii namba unaweza ukapiga kawaida au ukatuma kupitia WhatsApp. Ni shilingi 20,000 kadi, shilingi 20,000 hela ya Tanzania. Lakini pia uzuiliwi kuweza kuwanunulia wengine kadi au viti kuwachukulia au kufadhili mkutano kwa jumla. Maana ikiwezekana, kama mtaona nyinyi wasikilizaji wetu, kama mmenogewa na mada za walimu wetu, maana wana siku ngapi? 2. Nakumbuka kuwapata huyo mtoka Nairobi na kumpata Dr. Sule ni mtu wa elimu, kuwapata ni kwa nadra. Lakini kama mtaweza kuwezesha huyo hata siku 7 ni kazi yenu. Kwa sisi siku 2 ni zile kwa sababu ya gharama ambazo zimetufix hapo. Lakini kama mkiona kuna ufadhili na mna nguvu, basi tufadhili mkutano, tutaenda mpaka siku 7 hapo kupitia hii. Kwa hiyo ndio nimelikazia hapa. Labda kingine ni kwamba ukumbi tunategemea, kwa sababu tushabadilisha, ukumbi ni mkubwa uliowekwa kwa ajili wapate na fursa watu wengine. Pia unaweza ukachangia kupitia namba hii ambayo tumeitaja kwa ajili aidha watu wanaweza kuhitaji maji. Kwa hiyo kama atajitolea mtu mmoja ama wawili watatu wakatuma pesa kupitia namba hiyo ambayo ipo hapo imewekwa, ambao ni 0710 400 300, unaweza ukatuma pesa na ukatoa maelekezo kwamba hii nimetoa kwa ajili nachangia jambo fulani, labda maji aidha vitu vingine. Pia unaweza ukatoa, utaainisha kupitia namba yangu ya WhatsApp ili tuweze kujua pesa yako umeituma ifanye kazi gani. Baada ya kusema haya, nadhani hatuna maelezo mengi, wahusika wameshasema. Kwa hiyo sisi tunawahamasisha, wewe ambaye huna kadi pia utaruhusiwa kufika pale
tunaomba watu wawahi mapema, kwa sababu ukumbi ni watu 1000 tu na watu wanaotarajia kuja. Tuna watu ambao wanatoka Burundi, ambaye tena huyu ndio kadi namba 1. Mtakayemuona huyu ametokea Burundi. Kuna watu wamesafiri kutoka mbali wanakuja hapa Tanzania. Kuna wanaotoka Zambia, lakini wewe uliokuwa hapa Dar es Salaam, uliokuwa hapa jirani tu, unakosaje kufika katika mkutano? Wahi mapema. Kama kuna watu wanatoka nchi mbalimbali kwa ajili wamegharamia, kuna watu wamefika kuanzia leo hii wamefika, lakini wanagharamia kwa ajili ya kutaka kusikiliza maneno ya Mungu. Kwa tunaomba wewe uliokuwa jirani, hakikisha unakuja mapema kabisa ili upate fursa hiyo ya kusikiliza mada kwa muda wa siku 2. Mimi naomba niishi hapa, niseme assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amen.